wale wa kuweka wakfu. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Na leo tuna neno linalohusu au neno linalosema uaminifu na kuaminiwa. Sema uaminifu na kuaminiwa. Andika hilo, uaminifu na kuaminiwa. Hilo neno letu la leo. Nimekuwa na jumbe mbili zinagongana, lakini huu ulipata nguvu zaidi. Na watu wanatafuta nguvu za Mungu na tochi kabisa, hawazioni. Sasa lakini naona hili limepata nguvu zaidi. Kwa acha tuende na ratiba ya Mungu. Uaminifu na kuaminiwa. Sema uaminifu na kuaminiwa. Kuna uaminifu alafu kuna kuaminiwa. Hivi ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukawa ukaaminiwa lakini sio mwaminifu. Lakini pia unaweza ukawa mwaminifu usiaminiwe. Kwa hiyo inategemea na mazingira yako. Sasa sikia, uaminifu ni nini? Andika. Uaminifu ni kutoka neno la Kiarabu. Uliona ndo limeweka tafsiri nzuri sana. Kiarabu kwa Kiingereza tunaitwa faithfulness. Ni tabia njema ya mtu. Narudia tena. Uaminifu ni kutoka neno la Kiarabu kwa Kiingereza inaitwa faithfulness. Ni tabia njema ya mtu. Binadamu inayomfanya akubalike kwa wengine hata wakampatia dhamana ya pesa au mamlaka fulani. Narudia tena. Uaminifu nimesema ni kutoka neno la Kiarabu. Kwa Kiingereza inaitwa faithfulness. Ni tabia njema ya mtu, binadamu, inayomfanya akubalike kwa wengine hata wakampatia dhamana ya pesa au mamlaka fulani. Kwa mara ya mwisho narudia, maana kichwa cha habari ndio message yenyewe. Uaminifu kutoka neno la Kiarabu au ni neno la Kiarabu kwa Kiingereza inaitwa faithfulness. Ni tabia njema ya mtu, binadamu, binadamu inayomfanya akubalike kwa wengine hata wakampatia dhamana ya pesa au mamlaka fulani. Hiyo ndio inaitwa uaminifu. Haitoshi tu kuwa uaminifu. Ndio maana nikasema uaminifu na kuaminiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia inakufanya ukubalike. Ukishakubalika kwa watu, basi unaweza wakakupa dhamana ya pesa au mamlaka nyingine. Na kuongea mamlaka nyingine, kuna mamlaka za watu, kusimamia watu. Kuna wakati tunaweza tukapiga kura, wale waliokuwa kwenye uongozi uliopita tulipiga kura hapa. Wako watu walipata kura nyingi. Ni kipi kilichosababisha?
walionekana kuwa waaminifu, walikubalika kwa watu. Okay. Tunataka kujua uaminifu wako. Watu wanaweza wakasema uaminifu wako. Nataka kujua tabia. Uaminifu ni tabia pia, kama ilivyo tabia nyingine. Kwa mfano, wizi si tabia? Ndio. Na ukahaba? Tabia. Ulevi? Tabia. Na kununa bila sababu? Tabia. Yesu asifiwe. Amen. Sasa na uaminifu nao ni tabia. Amen. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Tuendelee. Sawa. Kwa umeshajua uaminifu ni nini? Sasa andika kipimo cha kuaminiwa kwa mtu. Kipimo cha kuaminiwa kwa mtu kinaitwa au kinajulikana kama uaminifu. Hicho ndio kipimo. Kama kuna mtu anataka kukuamini, akupe hela, uaminifu. Kuna watu wengi wameharibu mahusiano kwa sababu ya kukosa uaminifu. Kuna watu wamekosa vyeo kazini mwao kwa sababu ya kukosa uaminifu. Kuna wengine hawaolewi kwa sababu sio waaminifu. Hello. Umepimwa kwa vitu vidogo. Amen. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Ni kama wiki kadha zimepita na kijana mmoja akaenda kwa binti yetu mmoja, na kwa namna alivyoenda, kwa sababu ana gari, ana aina fulani, akajua sasa hapa huyu mtu atapagawa na hili gari. Nilibarikiwa, ndio maana nasema hili na ili liwe fundisho kwa wengine. Yesu asifiwe. Amen. Yule binti akamuuliza, umeokoka? Akasema ndio. Umebatizwa kwa maji mengi? Amwambia ndio. Akanishirikisha kwamba kuna mtu amekuja, simuelewi, ila naomba maombi, na nilimuongoza maombi, nilifanya naye maombi ya mapatano. Akaja akaniambia, nimelala usiku, nimeonyeshwa huyu mtu ni muongo. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ulimuonyesha huyu mtu sio mwaminifu. Kaambia, kwa hiyo? Akasema ndio nimeona hivi. Mimi nikamwambia, si tu hivyo, kuna 1, 2, 3, 4 kinachoonekana. Fuatilia. Kwa hiyo nikamsaidia kufuatilia kwenye kanisa. Tukaanza kanisa A, alikuwa anasali, tabia yake. Tukaja kanisa B, alikuwa anasali, tabia yake. Tukaja kanisa linalofuata pia, hakuwa na maisha mazuri. Na baada ya kuona yule mtu ambia, basi sisi hatuwezi kuanza mahusiano yote bila kuongea na baba wa kiroho, tuongoze mambo. Akasema sisi tuelewane, tukifika kule baba wa kiroho yetu atatupa tu mwongozo, lakini sisi tumeshakubaliana. Tukikubaliana na ikawa sivyo. Na wakati mwingine alimwambia binti, nataka uje kwangu. Akaambia, mtamtafuta rafiki wako, usije na rafiki yako, njoo mwenyewe.
Ni mtu anayetaka kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa yale matukio yakamfanya huyu ndugu akakosa mke, kwa sababu hakuwa mwaminifu na hakuwa mkweli, kwa sababu watu wengi ambao pia sio waaminifu ni waongo. Haleluya. Amen. Kwa hiyo akafika pale akamwambia, basi kwenda kwa mchungaji nimesitisha, hakuna kwenda tena, na mambo ya mahusiano sahau, endelea na maisha yako. Mimi nitamuomba Mungu, kama Mungu atanipa amani ya moyo sawa. Sasa anajaribu kujitetea, lakini ni nini kimemharibia? Uaminifu tu. Kuna wakati hata ninyi mnaoweka vitu kwenye profile zenu, mnaoweka vitu kwenye mtandao, simu ni yako na hiyo page ni yako, lakini itakuharibia. Usipoelewa ninachokisema utakuja kunielewa siku moja. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Wakati anapokuja ndugu mmoja hapa akampenda mdada, moja ya vitu anavyofuatilia ni aina ya mawasiliano, namna unavyojisevu kwenye simu. Kuna mtu akija kanisani anavaa gauni refu kama malaika Gabriel, lakini ukienda kwenye mtandao ana sura na mavazi ya kikahaba. Na niangalia vibaya, mimi nakula kweli? Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kipimo kinaonekana. Sasa mtu anakuanzia mbali, anakufuatilia unavyotembea mtaani, anakufuatilia unavyosimama na kucheka na watu. Sio kucheka, sio vibaya, ila unachekaje? Hello? Amen. Mwangalie jirani yako, mwambie CV yako inasomaje? Muulize CV yako inasomaje? Mwambie usijifanyishe, uwe halisi yule unayeonekana hapa. Amen. Natembea mtaani, mtu mwingine akikuona mpaka anamkimbia askofu wake. Nakumbuka mmoja akutana naye, hayuko kanisani sasa, lakini akasema wewe sana naogopa. Akamwambia basi naogopa, ikabidi achukue kikoi afunge. Unatembea unasema Bwana asifiwe, kumbe unasema Bwana asifike. Hello. Tumepimwa vitu vingi tukakosa uaminifu. Kuna watu hawapati kazi kwa sababu sio waaminifu. Kuna watu hawaoi kwa sababu sio waaminifu. Kuna namna amekupima huyo dada, kuna namna amekupima huyo kijana, au kuna namna bosi wako amekupima akaona wewe sio Aminifu. Hata mimi nilienda kao siku moja. Sasa nikapewa mtu ambaye ananioshea sio ile niliyemzoea. Nikaweka 2000 chini ya siti. Yule wa kwangu anayenyosheaga akikuta chochote kule chini, hata shingapi, ananiwekea hapo. Nikakuta amechukua ile 2000. Simpi tena gari ya osha. Hello? Amen. Yesu asifiwe. Amen. Sasa kama unakosa uaminifu ufanyweje? Haya, ulikuja kwangu ukakopa. Wale waliowahi kukopwa hela sasa niwaambie. Mtu anapokuja kwako akakwambia nataka 500,000 au 1,00,000. Simpe 1,00,000 kwanza. Tafuta hata 10,000 tu, mwambie bwana niliona 20 ndio hii hapa. Mambo yamekuwa labda utafute mahali pa kujazia, basi hiyo nimetoa tu hii utanirudishia. Kama hajarudisha 20,000, je, 1,00,000 atarudisha? Atarudisha. Wangapi hapa mlisema nakupa hela yako? Yaani jioni tu nakupa. Leo mwaka wa 3 hujalipa hela ya watu. Wewe ni mwaminifu wewe?
Hasa wapendwa, nasema naahidi kwa imani, ushindwe kabisa. Amen. Sema ninaomba, sijui nitapata wapi, sina kazi, ila nikipata hela yako nitakupa. Amen. Sio mwambie mtu jioni anatoa hela ya watu anakupa alafu humpi. Kesho unataka, una shida kubwa upati kwa sababu umekosa uaminifu. Amina. Wangapi wanadaiwa? Haleluya. Uliahidi utalipa lini? Aya. Hello? Nikopeshe. Ni azime. Aya, wewe mwingine sio mwaminifu. Kwa sababu mimi nilikuwa naangalia, kuna siku nakuja kutumisha watu kanisa hili. Nasema kweli, kuna wakati fulani nilikuwa nafuatilia. Mtu anaweza akaja akakuta mwavuli hapo nyuma, alikuwa askofu. Au ni kibakuli amechukua tu nacho chakula. Akikichukua harudishi. Takutafuta. Mtu mwingine nilienda nikakuta Biblia yangu iko kwake. Amebeba Biblia yangu ya kwako. Siniangalie kwa huruma jamani. Mimi ni mhubiri wa Injili. Amen. Ni mhubiri wa kweli. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Wewe una vitu vya watu kule nyumbani wewe. Alafu ulipoona anasahau unapotezea. Na pengine na yule naye anakupima asema ngoja nimwache. Naye kusikia mpendwa mmoja asema kulikoni ukopeshe walokole, bora ukopeshe mtu mwingine. Ni mmesikia hiyo lugha nini? Naye kusikia. Mimi nimesikia. Asema usimkopeshe mpendwa. Kwa nini wapendwa tunashindwa kuaminiana? Sababu ni hii, uaminiki kwa sababu wewe sio mwaminifu. Maana uaminifu na kuaminiwa ndio tunachojifunza. Sasa kuna namna umepimwa kwa mambo madogo. Mimi mtu mmoja aliniambia, naomba unikopeshe 300, nimekwama mahali. Ni mtumishi. Kaambia kwa kweli sina na nini. Naomba 100,000 basi angalau Ijumaa tu naipokea kwenye kikoba Ijumaa. Nilimpa ile pesa. Hakunilipa mpaka akafa. Sasa mimi siwezi kwenda kusema jamani nilikuwa namdai marehemu. Lakini sio hakufa kwa siku moja, miaka 3 4 iliyofuata. Anakuja, kuna wakati ilifika mahali nikamwambia ile pesa nimekusamehe. Endelea, kwa sababu yani kuna watu si wana nini? Yani tunahitaji kutubu na kutengeneza. Amen. Tumekosa uaminifu kwa wenzetu, tumekosa uaminifu mpaka kwa Mungu. Kabisa. Hello. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kama bado unanipenda sema amen. Amen. Naomba niende kidogo hapa ili niseme. Andika hivi. Andika. Mtu ambaye sio mwaminifu kwa mali ya wengine hawezi kupewa ya kwake mwenyewe. Mtu ambaye sio mwaminifu kwa mali ya wengine hawezi kupewa ya kwake mwenyewe. Kwa hiyo kuna watu wamekosa vya kwao, mali zao, baraka zao, magari yao, nyumba zao, kwa sababu sio waaminifu kwa nyumba za wengine.
Angalia na wale wapangaji. Unapewa nyumba, unaiharibu, unaichafua, unaondoka, unaacha nyumba ya mtu imeharibika. Hicho ni kipimo kinachoonyesha wewe sio mwaminifu na hustahili kupata ya kwako. Okay, naomba nisimulie. Andika kitabu kile cha Mathayo 25:23. Wakati mtu anajiandaa kusoma, niseme jambo. Leo kuna mtu amepewa toyo aendeshe, apeleke hesabu kwa bosi. Kuna mtu amepewa gari aendeshe. Sasa kuna watu ambao wanaendesha hilo gari, limetoka bandarini jana, linakufa ndani ya siku 2. Anaendesha kwa spidi ambayo ingekuwa lake asingeendesha. Maana yake wewe sio mwaminifu. Kuna watu tunaogopa kuazima magari. Kuna watu tunaogopa kuazima fedha. Kuna watu tunaogopa kuazima vitu. Kwa nini? Kwa sababu sio waaminifu. Hello? Haleluya. Amen. Sio mwaminifu. Cha kwako unakitunza, ila cha mwenzako. Mabinti wa kazi, wale mnaoishi na watoto wa familia moja hivi, umeaminiwa. Wewe ni kiongozi pale wa wale watoto. Sasa sikia, kama unavyoishi na watoto wale, ni kipimo chako cha kuonyeshwa, je, na wewe uje uwe na familia bora. Ukitaka kujiharibia maisha, tesa hao watoto. Tumeona kwenye mitandao mpaka watu wameweka kamera, wakitoka mtoto anachapwa na wengine anakula chakula cha mtoto. Yaani kile chakula kizuri cha mtoto unakula wewe. Najua utanipenda. Wanaonipenda sema amen. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Usipokuwa mwaminifu kwa watoto wa wengine. Okay. Ninyi nani na watoto wangu? Na kila binti aliye hapa ni sawa na binti yangu niliyemzaa. Kila kijana aliye hapa ni sawa na wale vijana wangu. Kama sitakulea kwa uaminifu na kwa kukujali, ninatengeneza bomu kwa watoto wangu ambalo litalipuka siku sio nyingi. Apandacho mtu, ukipanda kwa ubaya, Kuna ubaya. ukipanda uzuri, Kuna uzuri. muulize mwenzako, wewe umepanda nini? Hii binti kabisa unabinyua mdomo unasema, hili toto nalichukia. Shukuru tu Mungu nimeokoka, ningelinywesha sumu. Nalichukia hili mama hili. Unapanda chuki, utavuna chuki. Hata kama linauma sema amen. Amen. Kwani kuna drip iliwahi kuwa tamu? Amen. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Umepewa kazi na Mungu amekushusha. Saa ingine kazi huwezi kudumu na kazi, biashara haiwezi kudumu kwa sababu wewe sio mwaminifu kwa kazi hiyo. Naomba niwape kisa kimoja. Hata kama utasahau nilichofundisha leo, ukumbuke hiki. Kuna watu waliajiriwa kwenye shamba kwenda kuvuna mahindi. Wakaingia wakavuna, ilipofika jioni, sasa wanarudi nyumbani. Yule mwenye shamba akasema, naombeni mnisaidie jambo. Akamwambia nini? Akamwambia, naomba mkate majani yenye mweke na mahindi, yani yenye mahindi yale. Bebeni mizigo basi mnisaidie kupeleka pale nyumbani. No, aliwaambia nisaidieni kukata ya mahindi, niendee na mizigo. Wachache walibeba mizigo mikubwa wakipeleka kwa mwenye shamba.
Akasema tukikutana pale tutawalipa na hela yenu, tutakutana pale nyumbani. Baadhi yao wakachukua mahindi wakazungusha juu, alafu huku chini ni majani peke yake. Walipofika pale nyumbani, akawaambia mshahara wenu, malipo yenu haya hapa, na hayo mahindi mliochukua sio ya kwangu, nendeni nayo nyumbani kwenu, sio ya kwangu. Kwa hiyo aliyebeba mabua akaenda na mabua yake, aliyebeba mahindi ya kutosha akaenda nayo. Wewe ungekuwa kwenye kundi lipi? Geukia jirani yako muulize, wewe ungekuwa wapi? Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Tunafanyaga vitu kwa namna ambavyo tunamuudhi Mungu. Mungu ni mwaminifu, nasi tunapaswa kuwa waaminifu. Amen. Ni tabia ya watu wa Mungu kuwa waaminifu. Amen. Nisikie mtu wa Mungu, hata kama kuna namna Mungu anataka akuinue wewe mtumishi mkubwa, akuinue kwenye kampuni ile, upande cheo uwe supervisor na nini, bila uaminifu utoboi. Hello. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mwenzako umekopa hela ngapi hujalipa wewe? Takupa. Alafu unapewa kitu, unakifanya chako, unakimiliki, unajivua ufahamu, mwenzako anakuangalia tu. Ni lazima nitakupa. Unajisahaulisha, utapoteza vingi. Na ndivyo vinakugharimu. Okay, soma hilo andiko. Mathayo 25:23. Mathayo 25:23. Bwana wake akamwambia, ilikuwa ni Luka 16. Luka 16:12. Luka 16:12. Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Ninyi sio waaminifu kwenye mali ya wengine. Okay, ngoja nikwambie kitu hujakielewa. Naona ile kanisa. Naona ile kanisa. Amen. Yeyote ambaye Mungu atakuja kumbariki, awe mchungaji, awe nafasi yote ya utumishi, Mungu atakaye mbariki kweli kweli na kumuonyesha uaminifu wake, yule aliyekuwa mwaminifu kwenye ile kanisa. Amen. Unielewa? Amen. Okay. Tunapojenga kwa uaminifu, Mungu anaweza akajenga pia nyumba yako kwa uaminifu. Unapojenga kwa uaminifu hapa, kesho Mungu akikuinua akakupa huduma kama hii, atakuinulia watu kama ambavyo wewe ulifanya. Kama wewe ni wa kidomodomo, unasema sema, mtumishi wa Mungu, jiandae kusemwa vizuri. Ulinena mdomo ukalipwe mdomo. Amen. Maana kipimo kile, kama sadaka yako unayotoa ni ya uchoyo, sio mwaminifu katika kutoa katika iliyo bora, usitegemee wewe ujazwe wakati wewe hujui kujaza. Hello? Nilijua nikesema ubarikiwe vigelegele vikekwepo. Leo pamepoa kama hamna watu. Hebu pigeni makofi na vigelegele wajue kwamba kuna watu wameingia ndani. Kuna wakati mumeo atakupima mle ndani. Kuna wakati mke wako atakupima mle ndani. Ukishaona baba anatoka na simu anaenda nayo chooni, ujue la mgambo limelia. Amina. Hello? Na ukienda kwenye simu ukakuta
Ndiyo, kwa mfano simu zetu zinahifadhi. Ukakuta kuna message amefutafuta, alafu huyo mtu anaitwa John lakini ameandikwa fundi majeneza. Mwambie wenzako simu yako inasemaje. Mwingine ameandikwa battery low. Sasa uone uaminifu umeanza kupotea. Iwe ni mwenyekiti wa idara fulani, fanya kwa uaminifu. Amen. Iwe unafagia kanisa, fagia kwa uaminifu. Amen. Tena bila manunguniko. Amen. Chochote kama ni kutoa ndani ya kanisa, toa kwa uaminifu. Amen. Utumishi tunaofanya huu unahitaji uonekane kuwa mwaminifu ili Mungu akuinue kwenye nyumba. Kwa hiyo kuna watu hawatapromotiwa kwenye kanisa hili, kwenye kusanyiko hili tu kwa sababu sio waaminifu. Angalia, yamkini wewe sio kiongozi kanisani, lakini hata muda wako wa kuja ibada sio mwaminifu. Lakini pia wewe ni mwizi wa zaka, sio mwaminifu kwenye kutoa zaka. Afu unataka Mungu awe mwaminifu kwako. Ukipata 10,000, 1,000 ni ya Mungu. Ukipata 100,000, 1,000 ngapi? Na siku unapata kazi ukapata mshahara wa kwanza, huo ni limbuko kwa Bwana, mpe Bwana. Amina. Hata kama mshahara wako ni milioni 10 usile. Tunaona wengine matumbo yameanza kukata. Nitoe mshahara wote kweli? Ni rahisi sana unakuwa mwaminifu kujitolea kwenye kampuni, hata ufanye miezi 3 mingapi bure, lakini mwezi mmoja kumfanyia Bwana wewe sio mwaminifu. Ila sio wewe hapa, ninyi wote ni waaminifu, naongea na wale. Amina. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Okay, Mathayo Mathayo 25 mstari wa 23. Mtu anisomee. Mathayo 25 mstari wa 23. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Nilipokupa idara hii, ndio maana mimi sijaanza kuwa askofu. Nisi kama unaelewa. Nina watu ambao nimeokoka nikawakuta na nikawaovertake. Tena wale walionishuhudia leo, mimi ndio nawasaidia kiroho. Baadhi yao walionipaya nikaokoka. Nini Mungu alikuwa anapima? Mwaminifu. Mwaminifu. Nilipoingia kanisani nikaamua kuwa mwaminifu. Na kwanza kujiepusha, tumekuwa na nyakati ngumu kidogo, maana umri wa kuokoka kwa ni mdogo. Kwa hiyo unashangaa na vishawishi ni vikubwa, mazingira yalikuwa ni mabaya mno ya kuniangusha. Nikawa mwaminifu. Nikavuka kile kipindi, nikaona Mungu akinipromote. Nikaingia kwenye kwaya, nilikuwa mwaminifu. Nikaingia kwenye uinjilisti, nilikuwa ni kiongozi wa uinjilisti, nikawa mwaminifu. Nikaingia kwenye kiongozi wa maombi, nikawa mwaminifu. Mungu akaendelea kunipandisha. Nakumbuka hata hapa niliongoza kundi la maombi nilipokuja, nilikuwa na maombi naongoza kwa uaminifu usiku na mchana. Nina maombi ya alfajiri, saa 2 jioni. Sijapewa na idara yote, niliamua kusimama nikisema watu wakaja. Baada ya hapo Mungu amenipromote kuwa mchungaji. Baada ya hapo Mungu amenipa vipawa vingi kwa kweli. Lakini mwisho ni askofu. Kuna watu hawajafika. Sasa sikia, Paulo anasema Mungu aliniona mimi kuwa mwaminifu. Paulo anasema
Maana yake alipomuona kuwa mwaminifu akamchagua. Alipomuona kuwa mwaminifu akaamua kuwekeza kwake. Hata leo kama ninataka nikupeleke pengine kwenye tawi letu la Babati au tawi la Singida kule au tawi la Tabora, nitakuangalia kwenye uaminifu. Ni mwaminifu kiasi gani? Wewe ni mzinifu nikupeleke? Wewe ni mwizi nikupeleke kweli? Naongea na watu hapa. Amen. Naongea na watu. Amen. Haleluya. Amen. Huwezi enda. Hata wale viongozi wao wachagua, napokuweka karibu nimekupima. Amen. Na ukikosa uaminifu na kuterminate, au nimeongea kichaga, na kuweka kando. Amen. Ukiona nimekuvuta karibu nikakusogeza pembeni, ujue umekosa nini? Uaminifu. Hata wewe si marafiki uliwatoa pembeni kwa sababu walikosa nini? Uaminifu. Hebu mgeukie jirani yako muulize, wewe ni mwaminifu? Mwangalie hata macho yake utajua. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Ni mwaminifu? Haya, tufanye hivi. Isiwe tabu. Okay. Wote mko hapa. Kila mtu usiende kutafuta simu ya pembeni kupiga nini. Niachie tu simu yako. Baada ya siku mbili uje uchukue, nitakuwa napokea mawasiliano. Amen. Naona amina zimepungua eh? Maana unaweza kukuta hapa Dr. Mipango ukapokea ukaanza kusema hello my sweetie. Dr. Mipango na my sweetie imetoka wapi? Na ukiona mtu ananuna ndio mwenyewe unajua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waliobarikiwa sema amen. Amen. Sema uaminifu na kuaminiwa. Lazima tuwe waaminifu. Sasa angalia. Hapa alisema wewe mtumwa, kwa kuwa umekuwa mwaminifu kwa yaliyo madogo, yale niliyokuwekea nitakuweka kwenye makubwa. Ingia katika furaha. Umeonyesha uaminifu, ingia katika furaha. Mathayo 24:45. Soma pia. Mathayo 24:45. Mathayo 24:45. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu? Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu? Mwenye akili. Tena ana akili, yani mwaminifu ana akili. Mwambie wenzako kama wewe sio mwaminifu huna akili. Mwambie kwa sauti kabisa. Rudia tena. Ambaye endelea. Bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, awape watu chakula kwa wakati wake. Ndio. Baina sita. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake anapokuja atamkuta anafanya hivyo. Bwana alikuweka kwenye kwaya akute bado unaimba kwaya. Kuna watu wameacha kwaya, sio waaminifu. Kuna watu walikuwa kwenye kundi la maombi wamejitoa, sio waaminifu. Tena una akili. Kwa nini umeacha maombi? Kwa nini umeacha morning glory? Kwa nini umeacha mikesha? Kwa nini umeacha kwaya wewe? Au unasuasua, unakuja sio mwaminifu hata kwenye kuja unakuja kama unabembelezwa, wewe unachumbiwa wewe.
Kuna mtu anasema si nini kimenileta hili kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Heri mtumwa yule ajapo, Bwana ajapo atamkuta akifanya hivyo, akifanya kazi aliyompa. Mlioacha kwaya, rudini kwenye kwaya. Amen. Mnaozembea kwenye utumishi, rudini kwenye utumishi. Amen. Iweni waaminifu ili Mungu awakumbuke. Bwana wako anapokuja anakuweka juu ya vitu vyote. Afisi tukijaribu kukesha, kujaribu kuomba, tujaribu kufunga, Mungu akitenda unasema yule Freemason. Tawapiga vita waaminifu bure. Mtu ambaye anajitoa kwa Mungu lazima Mungu ambariki. Amina. Lazima Mungu amuinue. Amen. Haleluya. Huna sababu ya kukosa ibada ila ujaji. Yaani kuna watu hapa kama ni wachache sana ambao wanasema mimi nimeshindwa kuja Bible study kwa sababu nimeshindwa kuja maombi ya Jumanne na Ijumaa kwa sababu ya kazi. Kuna mtu mnaweza mkao maombi hapa ukaona nakatiza njia. Sio mwaminifu wa ibada. Lakini pia umekuja na hela, hizo hela unazohesabiaga kwa kugeuka nyuma. Unaangalia kwa hiyo. Au kama ni kwenye koti unahesabia huko. Ili umtolee Bwana iliyo kilema. Tena kwa bahati mbaya ichomoke hapo nyekundu unairudisha. Ila kuna mtu ambaye akiomba 10,000 unampa 20. Yule betri low yule. Tena hata asipoomba utamlazimisha. Maniangalia vibaya. Amina. Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa Mungu sio mwaminifu. Sasa utainuliwaje? Umeshasoma Mathayo 24 sio? Ndio. Mstari wa 45. Ndio. Sawa. Sasa naomba nitoe mfano. Tumesema utumishi unakabidhiwa watu. Maagizo ya Paulo, Timotheo wa pili, sura ya 2 mstari wa 2. Utumishi unakabidhiwa watu waaminifu. Wewe unaenda kumpa duka mtu kabla hujahakiki uaminifu wake. Hata kata huo mtaji. Kuna watu wanatafuta waone kama uibaji wewe. Sasa umeajiriwa unaiba. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 2. Someni wote mnayo. Ukitubu leo kwenye eneo la uaminifu, Mungu anaenda kukuamini tena. Soma. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 2. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu. Wape, yani usiwakabidhi wengi, wakabidhi watu wa nini? Waaminifu. Watakaofaa kuwafundisha na wengine. Watakaofaa kuwafundisha na wengine vile vile. Waaminifu. Je, wewe ni mwaminifu? Umeaminiwa ni mwaminifu? Okay. Niseme nisiseme. Wangapi wakitumwa dukani wanarudisha change? 1, 2. Yaani wengine walikuwa wameona nabaki mimi mwenyewe kweli kuja kunyoosha tu. Kuna mtu ukijisahaulisha. Ile change nilikuwa nimeweka. Ashe, afadhali umenikumbusha. Si kweli? Haya, unapokuta nimeacha hela yangu kwenye suruali. Hello? Mmeo amekutolea nguo hizo hapo. Umechukua. Hakuna hela zimebaki. Unamwambia baba nimepata hela au na mute.
Wangapi anasema baba leo nimepata na nilitumia 1 2 3 au hiyo hapo? Moja. Upande ni mmoja tu. Na hapa ni wa pili. Na ile 3. Ngoja niwaambie, labda hamjaelewa. Yawezekana siku ameacha hiyo pesa alikuwa anakupima, ukaingia kwenye mtego. Ngoja niwaambie, kama utakuwa mwaminifu sana kwa mwenzi wako, atakuwa anakuachia wallet. Akija na mshahara wote anakuambia chukua mke wangu, hata akitaka kutoka anakuomba nauli. Unajua amekuamini. Amen. Hapo nimepiga penye mshono. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Alikupima kidogo kidogo. Saa nyingine ameweka hela tu hapo, hakuambii, anaifanya kama ameipoteza. Alafu alikuja kuangalia huyu ametoa. Akiona umesema baba, kuna hela ulidondosha, naona kuna hela nimeikuta hapa wakati nafanya usafi na tandika kitanda hapa. Nimekuta kama 50,000 kwa 10 ilikuwa hapa. Nafikiri nimekuwekea hapa. Nimesema hii kwaje? Nitakuwa. Lakini kumbe alikuwa anakupima. Kama ni majaribu haya, wengi wamepimwa uaminifu wakakosa. Wengi wamekamatika. Haleluya. Amen. Mungu anataka uwe mwaminifu. Niliwahi kuosha gari ya mzungu mmoja. Alafu nikakuta amedondosha $100. $100 moja, alafu $5 na $10. Yaani iko huku chini. Lakini mazingira ya mitego kabisa. Nikaosha gari, nikamaliza, nikachukua ile na nikamwekea kwa dashboard. Wakati na mkabidhi funguo nikamwambia kuna pesa nimeona imedondoka huko, hii hapa. Asema nilisahau. Lakini baadaye sikujua mapema. Baadaye akaja akasema ile pesa nilikuwa nimekuwekea, nimegundua wewe ni mwaminifu. Kwa hiyo akaanza kuwa ananituma benki. Na hata St. Dorcas nilipata kibali hivyo. Kuna siku walinipa mshahara wangu sijui kama alisahau ilikuwaje, lakini mimi nilimfuata principal ofisini. Nikamwambia nimejaribu kuhesabu hii pesa, huu mshahara, naona kila nikirudia, kwa hiyo nimeona nini? Akasema wengi sana huwa wananiibia. Kwa hiyo niambia wakati wa mshahara uje hapa, tukienda benki twende. Kwa hiyo nikawa naenda naye benki. Tunaingia mle ndani, tunahesabu pesa, tunatoka, tunaleta na mshahara wa wafanyakazi, na mimi napewa na kazi zaidi. Amen. Sasa wewe angalia, kuna watu wanaingia kanisani hapa sio waaminifu tena, ni majambazi sugu. Hakuna jambazi wa hatari kama anaiba kanisani. Siku moja anaita watu hapa mbele, anarudi kwenye pochi hamna simu. Huyo unayemwangalia huyo, mwangalia jirani yako, labda ndo alichukua ile simu yako. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Amechomoa simu au ameangalia pesa kwenye pochi haipo. Wewe umeokoka unaiba. Hiyo jambazi hataenda mbinguni. Nasema kachonge mbinguni kule. Unajua unafananisha mbingu na Mungu. Kuna tofauti ya mbinguni na mbinguni. Hata spelling zake ni tofauti. Labda unataka ukaangukiwe na ngema kule ufie huko, uwe kafara ya majamaa. Lakini waenda mbinguni hawaibi. Amen. Narudia tena, waenda mbinguni sio majambazi. Amen. Ukifa na ujambazi wako jehanamu. Tena watakuwa uende tu mwenyewe, maana matendo yako yatakufuata. Uwe mwaminifu. Amina.
uwe mwaminifu. Amen. Mwanaume uwe mwaminifu kwenye ndoa yako. Amen. Unachepuka, hakuna mke wako akuoni, mume wako akuoni wewe, lakini Mungu anakuona. Amen. Anajua kabisa wewe sio mwaminifu. Na usifikiri mke wako mtaenda naye mbinguni wala mume wako. Anajua wenyewe. Kuna siku utashangaa unaishi mke na mume hapa, lakini mbinguni utajikuta mwenyewe. Kwa sababu saa ya unyakuo wale wasio waaminifu utawakuta wamekimbilia huku kanisani. Oh jamani, na BBC inatangaza, jamani watu wamepotea, watoto wangu wawili wamepotea, baba na mama wamepotea. Sasa ndio kugundua askofu alisema kuna unyakuo, kwa wameshanyakuliwa. Yesu, utashtuka saa hiyo. Ndio utakumbuka nilienda pale guest. Utakumbuka nilienda pale kwenye katikati ya miwa pale, nilikuwa na yule. Utakumbuka nilikuwa na mahusiano na yule mwanafunzi. Utakumbuka, lakini ukikumbuka shuka kumekucha haitakusaidia. Vidada unasema umeokoka, kweli uko kanisani, unakuja kuimba na pambio na sifa, msinifu. Wazinzi hawataingia mbinguni. Amen. Hawataingia. Katafute ya kwako. Lakini ya Mungu, waasherati hawataingia. Lord. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Wewe ni mwaminifu. Unajifanya umevaa mavazi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Utaumbuka siku moja. Nisema siku nyingine, nyewe mnaochepuka, natamani siku moja ukamatwe na huyo mwenye mtu wake, akate hicho kinachokusumbua. Amen. Ili uache tabia mbaya. Kabisa. Hello? Amen. Yeye kwenda mbinguni ukiwa kuna viungo vyote. Si maandiko yamesema? Amina. Kwenda jehanamu na kama ni wengine mng'ang'anie huko mpaka dunia ijue. Na mmeona wengine wanang'ang'ania. Nasema sikia, acha mchezo. Unataka kumwabudu Mungu, mwabudu kwa uaminifu. Amen. Mtumikie kwa uaminifu. Amina. Fanya mambo yako kwa uaminifu. Amen. Napenda maneno ya Musa. Tumalizia na mifano hii. Maneno ya Musa, kitabu kile cha Waebrania sura ya 3 mstari wa 5. Mfano ni uaminifu. Tuimbe kwa uaminifu, tutoe kwa uaminifu. Uwe mwaminifu juu ya mwili wako. Amen. Waebrania sura ya 3 mstari wa 5. Na Musa kweli alikuwa mwaminifu. Maandiko yanasema na Musa, sema Musa kweli. Musa kweli alikuwa nini? Mwaminifu. Alikuwa nini? Mwaminifu. Je, Mungu anaweza akakushuhudia wewe kuwa ulikuwa mwaminifu? Mchungaji, samahani, leo nimeshindwa kuja ibada, nilikuwa naumwa. Unaumwa nini? Mambo ya wanawake. Lakini wewe unajua ulichepuka pia kiroho. Unajua kuna wachepukaji pia. Hamjaelewa. Someni vizuri Hosea 2, muone kutangatanga kuliko kubaya. Yuko hapo anasema nilikuwa na mambo yale, kumbe ameenda. Kuna mtu alisema, alituma message, askofu sijisikii vizuri, niombeeni. Tukatoka ibada tukaenda, tukakuta ndo ametoka kwenye huduma nyingine. Kwa nini usiseme? Amen. Umeacha ibada, unaenda ibada. Uaminifu uko wapi? Mwongo mkubwa. Afu nataka Mungu akuonekanie. Usiende kwa hila, uwe straight, ndio yako iwe ndio na sio yako sio. Amen. Haya, siku hizi tuna simu hizi. Haya, huko unasema niko huku
niko kwenye basi hapa, naelekea wapi si wapi, wakati anayekupigia anakuangalia, anakuona. Nilikuwa kwenye gorofa fulani pale Mwanama kwa rafiki yangu, nikampigia mshirika, mpendwa, sijakuona siku nyingi, unaendeleaje? Niko mzuri. Asamani askofu, najua nimesafiri, ndio maana hujaniona kanisani, niko safarini hapa, niko Dar es Salaam askofu, nikirudi nitakuja kukuona. Nikamwambia hebu angalia huku juu. Kuna wakati unaweza ukamdanganya mtu uko kwenye haisi, kumbe uko mbele, yeye yuko hapo nyuma. Simu hii, uwe mwaminifu Bwana. Amen. Sema kweli na kweli itakuweka huru. Amen. Maandiko yanasema Musa kweli alikuwa, yani namdhibitisha, kweli alikuwa mwaminifu. Soma endelea. Na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu, kama mtumishi. Kama mtumishi. Endelea. Awe ushuhuda wa mambo yatakayonenwa baadaye. Ndio. Endelea. Mstari wa 6. Bali Kristo kama mwana, yani Yesu mwenyewe anatufundisha. Yesu Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu. Juu ya nyumba ya Mungu. Ambaye nyumba yake ni sisi. Kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho. Alikuwa mwaminifu. Kristo mwana wa Mungu kwenye nyumba naye amekuwa mwaminifu. Amekuwa mwaminifu kufanya yote aliyoagizwa. Leo tunapiga kelele mpaka kesho. Uje kanisani mpendwa, unakuja unavyotaka, sio mwaminifu. Yaani leo huko unakaa Jumapili 3, eti leo nilikuwa nafua. Kweli? Saa ya ibada. Jamani, hamtanipenda kwa hili, ila nimesema kweli. Amen. Sitadaiwa damu ya mtu. Amen. Unaelewa ninachosema? Amen. Ninapoenda ni kuonyesha uaminifu wangu mbele zake aliyeniweka. Mungu aliyekuleta kanisani anataka aone uaminifu wako. Amen. Namna unavyomwabudu kwa uaminifu. Maana kuna watu wanamwabudu ila mioyo yao haiko na Mungu, ila wanaabudu kwa midomo tu. Ni wachafu. Sikia, nani alikuambia ukija Yerusalemu umefika mbinguni? Bado safari. Amina. Na ujue jehanamu kupo. Na mbingu ipo. Amen. Haijabadilika. Muovu, yani nasema hivi, kama unaonja kidogo na unaingia kanisani, nenda ukanywe kabisa. Kwa nini uhukumiwe kwa kitu kidogo? Kama unakunywa bia moja, hebu kunywa hata kreti moja kama unaweza. Kama una mwanamke mmoja, usiwe na mmoja tena. Waongeze mzidi hata Suleiman. Yani fanya vyovyote unavyoweza. Maandiko yanasema yamekupa ruhusa kwamba muovu na azidi kuwa muovu, na mtakatifu na azidi kujitakasa. Kwa kama umeamua kuwa muovu, usichovye, nenda. Kama ni kufia kabisa, ufe huko kabisa. Na mtu mmoja alikuwa anashindana kunywa gongo ili apewe beberu la mbuzi, akafa, akaacha lile beberu. Kuna watu wengine wanasema huu mwaka na kunywa ya mwisho, na kweli akanywa ya mwisho akafa hapo hapo. Alikunywa mpaka ikampeleka. Tuache usanii bwana. Hello? Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kama usipotubu baada ya neno hili, usije ukaniulize, kwa sababu yatakayo kukumba hapo mbele sipo. Kama una danga huko, utakapokupata ukimwi, ujue mwenyewe utakapoanzisha bendi yako, utafute na drums na kinanda na majita, hiyo bendi uianzishe.
Yaani mmeniangalia. Amen. Hello? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu hadiaki. Apandaye katika mwili atavuna uharibifu. Apandaye katika roho atavuna uzima wa nini? Kanisa la leo halina ukweli. Kanisa la leo limepoteza uaminifu. Na ndio maana nguvu ya Mungu imekuwa adimu. Kwa sababu wengi sio waaminifu katika matendo yao, katika maneno yao, katika kutenda kwao. Hata kule kazini, wewe sio, kama sio mwaminifu kwa Mungu, utakuwaje mwaminifu hata kazini? Okay. Kuna wakati wamekutegea, unaenda kazini, wewe unaingia Facebook, unaingia Twitter, unaingia inaitwa nini? Unaingia na huko. Badala ya kazi wewe ndio unachat. Ukiona amekuja bosi, mbona kama hafanyi kazi? Kumbe kuna namna ameshajua kabisa wewe sio mwaminifu. Muda wa kazi, fanya kazi kwa uaminifu. Amen. Umeajiriwa, usisubiri geti limefungwa, bosi ameondoka, wewe unaendelea. Fanya kazi yako kwa uaminifu. Amen. Uaminifu unalipa. Amen. Kitabu cha Hesabu 12:7, Mungu anasema, sivyo alivyo Musa mtumishi wangu, yeye ni mwaminifu kwangu. Kwake nitasema naye mdomo kwa mdomo, na umbo langu ataliona. Ni Hesabu 12:7. Kwa hiyo Mungu anamshuhudia Musa kuwa mwaminifu. Kwa nini Mungu asije akasema Angel mwaminifu? Kwa nini Mungu asije akasema James mwaminifu wangu? Kwa nini asikutaje kwenye uaminifu? Alimweka juu ya nyumba yake kwa sababu ya uaminifu. Angalia wale waliopewa talanta. Aliyekuwa mwaminifu, kama umekuwa mwaminifu kadogo, ingia kwenye miji. Mwingine akaambiwa, umekuwa mwaminifu kwa miji 5, ingia hapo. Wewe uliyefanya miji 10, ingia kwa miji. Kwa kadri ulivyokuwa mwaminifu ndivyo utakavyokuwa. Amen. Kuna watu hawataka waombea hata pepo la mafua litoke. Na sio waaminifu hata kwa utumishi wanaopewa. Mungu anakupandisha daraja kwa kadri unavyoenda. Amina. Umepimwa kwa vitu vidogo. Leo turudi kwenye njia. Amen. Hapo mgeukie mwenzako uweze, ona dopa. Kuna mwingine simu yako ikiwa imekaa kama inachomoka, yeye ndo anaimalizia. Afisa hii amezima. Na ndio maana nyinyi wa mlangoni sasa hivi mnaangalia nani anawahi kutoka, mumsachi pengine. Yona anaangalia vimacho hivi ujue kuna kitu. Sisi tumeitana kuombeana, alafu wewe unaenda kusachi pochi ya mtu. Hapo ni mbinguni unaenda. Mbingu sio ya kwako. Mbingu sio ya baba yako. Ilikuwa ni ubiri neno jingine Mungu amenisemesha hivi. Uaminifu. Unaruka alafu kesho unataka ni uolewe. Wakati wewe ni mzinifu. Tafuta wazinifu wenzako. Na yule anayekuja wa kimungu ataingia, Baba kwa jina la Yesu naomba nipe mke mwema. Akiangalia anaona vichenga kwa sababu wewe. Hivi wanasema kuna mishangazi. Nisimalizie, wewe unajua. Mwingine ni mshangazi, anatunza kakijana kake. Na mwingine ni babu, anatunza kitoto chake. Una kodi ya nyumba, paka vazi unalofaa ni uzinzi mtupu. Viatu unavyovaa ni uzinifu mtupu. Mpaka nywele zako ni uzinifu mtupu. Fanya kazi kwa mikono yako. Shida ni kwamba tunafuga kucha kama jini Maimuna.
Huwezi kurosti samaki pale maana unaogopa shombo. Amina. Na kuangalia kama utakuja kanisani Jumapili. Naomba usimame. Amen. Naomba usimame. Maana kuna mtu anasema nikitoka huu mlango sirudi tena. Sasa anasema wale wanaopenda giza walihamia giza, hawaitaki nuru, maana ukija nuruni matendo yao yanafunuliwa. Amekuja dada mmoja nafikiri aliletwa na Janet pale. Alipoingia nikamweleza tabia yake na ile baba anayemlipia kodi, na nikamwambia acha. Na alikuwa na shida pia ambayo nahitaji atengeneze mambo yake. Hayo anamwambia mimi, huyu jamaa ni noma, huyu askofu ni noma huyu. Mimi sikanyagi tena hapo, nani atalipia kodi? Kama kuna mtu anakulipia kodi na unaharibu hela ya familia fulani, Mungu akutane na wewe. Kwa kuwa umesikia neno hili, ukifanya shingo ngumu, naomba Mungu akupe adhabu, akuadhibu, kwa sababu unaonea familia ya mwingine. Kila mtu amepewa kwake. Kuna mtu alivuna naye, walikaa kwenye box, walalia boxi, walipita kwenye hali ngumu. Wewe umekuja jana tu unajifanya wewe ndo unajua sana. Familia imeshindwa kusoma, familia imeshindwa kula, familia imeshindwa kuvaa, na wewe uko hapo. Bado utalipenda? Bado utalipenda kanisa hili? Mgeukie jirani yako, mwambie ukitoka utarudi kweli. Haleluya. Inua mikono yako juu. Funga macho yako. Nataka uinue mikono, ishara ya kusarenda kwa Bwana. Kama kuna mtu anayeweza kusema mimi si mhusika wa hili, mimi kwenye maongezi yangu ni mwaminifu, kwenye kuomba ni mwaminifu. Hata watu wakifunga mimi silagi siku ya kufunga, mimi ni mwaminifu kufunga. Kwenye kukesha ni mwaminifu, kwenye muda mimi ni mwaminifu. Hata kule nyumbani mimi sio mwizi. Ye watoto mnaoiba sukari, huo sio uaminifu? Ye mnaoiba fedha za watu, sio waaminifu? Kuna siku utaingia mahali utajikuta unataka kushika hela, kumbe nini? Unashika nyoka. Pesa nyingine hazichukui. Kang'ang'aniwa. Acha wizi. Kuna mtu aliiba kuku akaanza kuwika tumboni. Asingekuwa mwizi, ingetokea nini? Uwe mwaminifu. Sasa wakati unapojikagua ndani yako, mimi nakupa hiyo, ujikague ndani yako. Maana hapo unainua Bwana, unamwambia Bwana nione. Bwana chunguza ndani yangu. Uone kama iko njia ileta majuto. Ndivyo Daudi anavyosema. Na wewe useme hivyo. Bwana chunguza ndani yangu. Uone kama iko njia ileta majuto. Uangalie, uchunguze moyo. Je, ni mwaminifu? Nataka kuja kuombea wakati unajua kosa lako nalokukwamisha. Na watu wataka kuombea wakiwa najua ameharibu. Utakuombea, utakutana na Mungu kweli. Uwe mwaminifu hata kufa. Anasema nami nitakupa taji ya uzima. Hata unapita vitani, uwe mwaminifu. Wakati nataka kuoa, anakuja mwanamke mmoja, tengeneza mazingira, akavua mpaka nguo zote. Lakini nilitafuta namna ya kuseti mlio kwenye simu yangu, nikajifanya naongea, maana nijua akisema nimembaka hapa itakuwa kazi. Na amevua na amedhamiria. Nikatoka spidi. Nakumbuka nikutana na mama mmoja asema, Shirima nini? Mbona unahema kama swala amekoswa?
Nikamwambia ni swala aliyekoswa. Lakini leo vijana unajikuta tu unaingia, unafikiri kumbe unapimwa uaminifu, umeingia kwenye mtego. Mungu amekujaribu, ameona ufai. Je, ni wapi umepoteza uaminifu? Kisha mikono. Nataka nitoe nafasi. Ongesha mikono. Nataka nitoe nafasi. Kwa umefunga macho. Kama uko mahali hapa na hujampa Yesu maisha yako. Kwa sababu chanzo cha uaminifu ni Kristo Yesu. Na unataka kuanza mahusiano yako mazuri na Yesu Kristo, na uwe mwaminifu kwa Yesu Kristo, inua mikono yako miwili juu. Nataka kupatana na Yesu, na unataka uwe mwaminifu kwa uishi sawa sawa na mapenzi yake. Na unasema leo Yesu nakupa maisha yangu uyatawale. Inua mikono yako miwili juu. Nataka niombe na wewe. Naomba uchukue hatua, sogea hapa. Njoo. Sogea. Na kama uko kanisani unajijua hujaokoka vizuri, njoo hapa. Huko atuegeshi. Maana ulituma neno utuponya kutoka kwa maangamizi. Njoo hapa. Unajua kabisa mimi hapa sijaokoka, nasindikiza watu. Moyo wako unakuambia njoo. Moyo unakuambia mimi hapa sijaokoka. Najua. Unaendelea na maisha fulani. Na unayajua maisha yako. Mungu anajua matendo yako. Ya kwamba unatenda mema anajua, unatenda mabaya anajua. Njoo. Mpe Yesu nafasi. Tengeneza na Yesu. Natoa nafasi hii tena. Narudi. Mimi ni mdokozi. Naomba unisamehe Yesu. Nimeyajua makosa yangu. Sina pa kuficha uso wangu. Maana nikienda mbinguni upo. Nikishuka ardhini hapa upo. Nikienda kuzimuni upo. Bwana, naomba unisamehe kwa makosa na dhambi za siri na makosa niliyofanya. Nisamehe Bwana. Futa jina langu kwenye kitabu cha laana. Na tubu Bwana kwa ajili ya simu yangu, matumizi ya mtandao mabaya. Ni rehemu Yesu. Nisamehe Yesu. Nisafishe Yesu kwa damu yako ya thamani, na kwa jina la Yesu. Siku ya leo na kupokea Yesu. Ingia ndani yangu, ufanyike Bwana, ufanyike Mwokozi, uyatawale maisha yangu katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Nimeamua kuokoka kweli. Nimeamua kuishi maisha ya uaminifu ili nishuhudiwe kama Musa, kama Yesu ulivyoshuhudiwa, katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Watumishi, naomba muombe kwa ajili ya hawa. Wekeni mikono juu yao. Alafu nitaomba wale ambao mlikuwa kwenye huduma na mmeacha huduma. Iwe ni kwaya, iwe ni maombi, chochote tu umekuwa ukifanya na umeacha mambo ya ibada. Wakati waendelea kuomba hapa, nataka ninyi mje hapa. Unajua kuna huduma umekuwa ukizifanya kanisani na umeacha. Ama kama unafanya kwa kusuasua. Umekuwa mtu wa kusukuma. Njoo mahali hapa. Nikuombee. Nikuongoze maombi. Ni nafasi ya pekee hii. Unajua huendi kwa uaminifu. Narudia tena mara ya 3. Sitarudia tena baada ya hapo. Unajua umekuwa ukifanya huduma na umepoteza uaminifu. Hutumiki tena kwa uaminifu. Umekuwa mtu wa kusukuma, wa kuvutwa. Maana yake Mungu anapokushuhudia haoni kama unajali tena. Japo unaweza ukajali kazi yako, japo unaweza ukajali biashara yako, japo unaweza ukajali vingine,
lakini sio mwaminifu kwenye eneo la utumishi huu, na unataka urudi kwa uaminifu, umtumikie Bwana kwa uaminifu, utumike bila kusukumwa, sogea. Ni maamuzi ya kurudi, ni maamuzi yako mwenyewe. Hakuna mtu anakulazimisha. Inua mikono yako juu. Unaachaje kazi ya Mungu? Unaendaje kwenye maisha mengine ambayo hayana Mungu? Mungu akasema, huyu Musa ni mwaminifu kwangu, kwake uso kwa uso. Musa kweli amekuwa mwaminifu. Unaitwa kwaya huji, unaitwa maombi huji, unaitwa Bible study huji, unaitwa fellowship wengi, sio mwaminifu. Alafu unakaa huko nyuma. Mara ya mwisho ulienda fellowship lini? Na fellowship ile umekuwa mzigo kwa kiongozi. Unakaa huko nyuma, alafu unataka Mungu akuponye. Ulikuja kwenye idara ya kina mama lini? Unakaa huko nyuma, unajifanya una haki. Mungu anataka utengeneze leo. Utengeneze leo. Tengeneza na Mungu leo. Maana baada ya neno la baraka kuja, iko hukumu inakuja. Mungu anataka umtumikie kwa moyo, katika jina la Yesu. Hebu sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako Baba, ninajiona namna ambavyo neno limenimulika na limeniona kwamba mimi nimepoteza uaminifu. Kwenye ibada nimepoteza uaminifu, kwenye maombi nimepoteza uaminifu, kwenye kufunga nimepoteza uaminifu, hata kuhudhuria ibada kwangu nimekosa uaminifu. Yesu nisamehe, Yesu nitakase, Yesu nisafishe. Ingia kwenye rehema, kanisa zima, ingia kwenye toba, omba rehema kwa kinywa chako, mwambie Bwana. Pale unapokosea mwambie Bwana, ni rehemu na unitakase, nisafishe, na hilo eneo unalotubia umaanishe kwamba utarudi kuendelea na hilo eneo. Tusianze kupigiwa kelele wakati Mungu anapima uaminifu wako. Mwambie Bwana, nisamehe kwa kuacha kwaya, nisamehe kwa kuacha ibada, nisamehe kwa kuacha kukutolea, nisamehe kwa kuacha kuyatenda mapenzi yako, nisamehe Bwana. Ramakushakara babo, rikandoria mantarabo, rakatamasaya babo, katika jina la Yesu. Baba, naleta wanao mkononi mwako, na wasogeza madhabahuni mwako. Wametambua yale walioyakosea Bwana, nasi tunaomba rehema na msamaha. Samehe watoto wako, takasa watoto wako, wanapoanza kwa upya, wanapoanza kwa nguvu mpya, wanapoanza kuimba kwa upya, wanapoanza kufanya huduma kwa upya, wanapoanza kuimba sifa kwa upya, wanapoanza kuhudhuria ibada kwa upya, kwa nguvu yote. Bwana, ukawakumbuke, ukawainue, ukawabariki sawa sawa na neno lako. Aliye mgonjwa mponye, aliye dhaifu mtie nguvu, katika jina la Yesu. Asiye na kazi umpe kazi. Bwana, umepima uaminifu, umeona hatufai. Bwana, na leo wamesema wamerudi kwako. Nyoosha mkono wako, ramakosa rihikakaramandoria babo, katika jina la Yesu, Bwana Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo, amen. Asante. Wale mliookoka taniona baadaye pia, naomba mrudi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Yesu asifiwe. Nataka tushike sadaka zetu wakati wale walio